Mzazi, najua unatazama televisheni, moyo wako unashikwa na kiwewe. Hasa ikiwa mtoto wako anaishi Nairobi na unaona leo vile maandamano yamekuwa. Lakini ningependa kukuambia usishikwe na kiwewe ama wasiwasi kwa sababu jawabu la kule mtoto wako atakuwa tuko nalo. Tuko nalo kwa nini? Kwa sababu maandamano yaliyopita, gavana wa Nairobi ambaye kama haumjui anaitwa Johnson Sakaja alisema hatakubali uharibifu wowote utokee Nairobi, na iwapo watu watajitokeza kuandamana na kuharibu vitu, mtajua ya kwamba Nairobi kuna gavana. Hayo maneno sio rahisi hivyo. Ukichambua utapata kauli hii imebeba mambo mengi. Ni kipi kitafanya tujue Nairobi kuna gavana? Ni kuwepo kwa magenge ya wahuni yatakayoachiliwa yakiwa na makusudi mbalimbali. Kusudi la kwanza litakuwa kuiba. Kusudi la pili litakuwa kuua. Kusudi la tatu litakuwa kuangamiza. So, ikiwa baada ya maandamano leo utakosa mtoto wako, uende umtafute City Mortuary. Uende umtafute mortuary ile ambayo iko karibu na Nairobi. Ama utafute pengine. Sio maneno yangu, ni ya gavana. Kwa nini? Alisema hataruhusu kuona uharibifu ukiendelea jijini Nairobi. So, yeye pekee hawezi dhibiti mji wa Nairobi. Inamaanisha lazima atakuwa na watu, na hao watu watakuwa kwa vikundi. Na siku hizi vile economy imekuwa mbaya, hawawezi tu kaa wakiona kitu mzuri inapita. Hata kunaweza kuwa hakutakuwa na vurugu kwa hayo maandamano. Lakini kwa sababu kusudi ni kuumiza na kuwafanya watu wengine walemavu na kufanya muendelee tu kulia. Si sahi bado mnalia kifo cha Albert? Si huo upepo uko tayari kufifia kwa sababu baba yake nasikia alipigiwa simu na mkubwa akaambiliwa 2 million. So kutokana na leo kuna vitu mingi zinaenda kutendeka. Mimi sitetei watu kuporwa, lakini lazima itendeke hivyo. Ndipo watu wapate chance ya kuua, kuangamiza, kuiba na kulemazwa. Kama haujawahi jua, hakuna maandamano imewahi kuendwa hapa nchini Kenya kukakosa mtu ambaye ni mlemavu. Aligongwa, akaumizwa. Kwa bahati mbaya, akishikwa, anaenda anasingiziwa, alijigongesha ukuta. So, hiyo ndiyo sahi kuko, na kama inawezekana, najua huwezi zuia mtoto wako asitokee kwa sababu hata nyinyi mmekuwa hopeless. Na ni serikali yenu imewafanya tu mkuwe hopeless. So,
ukikosa mtoto wako leo, mambo ni matatu. Either ameumia, either